Mwisho wa Islam, wafanya biashara wa Kitanzania sasa wanaanza kupata laana. Tega sikio. Wafanya biashara wa Kitanzania sasa laana ya Mungu inawashukia. Kuna hii mifuko ya karatasi ambayo leo ukienda sokoni, ukienda popote unatiliwa bidhaa. Mifuko hii imeandikwa Qur'ani mwanzo mwisho. Na Waislamu wasiojitambua wanapewa hizi na mtu anabeba. Qur'an inafungiwa katika mifuko hii. Suratu Yasin. Waandishi wa habari wavute kweli kweli. Suratu Yasin. Mifuko hii inabebewa bidhaa mbalimbali. Nataka niwatangazie wafanya biashara wadogo wadogo na wakubwa, kupitia Qur'ani na Sunna, laana ya Mungu sasa inawashukia. Biashara zenu zitakosa baraka na kheri. Biashara zitakuwa laana, kuanzia biashara zenu, familia zenu, watoto wenu na nafsi zenu, kwa kuidhalilisha Qur'ani kiasi hiki, kwa kuidharau Qur'ani kiasi hiki, kwa kuinajisi Qur'ani kiasi hiki, kwa kuikosea heshima na adabu Qur'ani kiasi hiki. Mifuko iliyoandikwa kwa Qur'ani leo imetengenezwa kwa juhudi za maksudi. Zinatiwa nyama humu, zinatiwa nyanya humu, zinatiwa vitunguu humu, zinatiwa viazi humu, na huwezi kujua hata vitu vingine vya haramu vinawekwa humu ndani. Mfuko huo, mfuko uko wazi. Mfuko huo uko wazi. Suratu Yasin. Mnaona Yasin? Nimeingiza mkono wangu. Yasin hiyo. Wal Qur'anil Hakim. Yoyote mtakayemkuta na mifuko hii, mnyang'anyeni kwa maslahi yako, maslahi yake na maslahi ya taifa. Vinginevyo taifa hili litaangamia kwa laana za Mungu, kwa kuchezea maneno ya Mungu قرآن تكفو. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعد تفرقا معصوما. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا في فلسطين. اللهم ارحم الأطفال الرضع. اللهم وارحم الشيوخ الركع. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود. اللهم عليك باليهود وحلفائهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله يا كريم يا عزيز يا جبار. اللهم انتقم منهم. اللهم أرسل عليهم ملائكة من السماء بقيادة جبريل عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.